tunafanya kazi ya ujenzi wa akademia ya michezo ya Malia. Ujenzi huu utagharimu shilingi bilioni 31.5. Hivi ninavyozungumza nanyi kazi imefika 50%, kazi ile inaendelea. Tutakuwa na kituo ambacho kitatoa fursa kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na nchi nzima kwa ujumla. Lakini kipaumbele ni hapa kanda ya Ziwa, kuonesha vipaji vyao katika michezo ili viweze kuendelezwa. Ndugu zangu waandishi wa habari wa Mwanza, michezo ni biashara, michezo ni uchumi, michezo ni ajira. Kwa hiyo na sisi tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan tuhakikishe tunajenga miundombinu ya michezo nchi nzima. Tumeanza pale Malia, tunatambua kwamba halmashauri ya jiji la Mwanza wametupatia eneo pale Ilemela. Katika halmashauri ya manispaa ya Ilemela tuna eka takriban 18 na penyewe tunatafuta fedha, tutajenga kituo cha michezo kitakachokuwa na michezo mbalimbali. Lakini katika mkoa huu wa Mwanza, na bahati nzuri jana nilikuwa na Mheshimiwa Kafiti, mbunge wa Ilemela, tumezungumza na anakwenda kuzungumza na halmashauri. Na sisi leo hii, manake sisi wizara yetu hailazi mambo, baada ya kuzungumza na Mheshimiwa Kafiti jana, leo tumepeleka barua kwa katibu mkuu wa TAMISEMI. Tunataka kuomba ekari 1000 kutoka halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Mpango wetu hili liwe eneo maalum ambalo tutatafuta fedha tujenge eneo changamani la michezo. Sasa sijui ndugu zangu Wasukuma mnaelewa nikisema eneo changamani. Nikisema eneo changamani manake ni eneo ambalo litakuwa na michezo mbalimbali. Tutajenga uwanja wa mpira. Unajua tumejenga mwingine Arusha, tunajenga Dodoma, kuna uwanja Dar es Salaam, kuna viwanja vinajengwa Zanzibar. Lazima tujenge uwanja mkubwa Mwanza. Nimesema hapa Mwanza ina watu zaidi ya milioni 4. Kwa hiyo uwanja tutakaojenga Mwanza ni mkubwa kuliko hata viwanja vilivyoko Arusha na Dodoma. Lengo letu katika eneo hili tutakalopewa, halmashauri ya manispaa ya Ilemela wakitupatia ekari 1000, tutajenga miundombinu mbalimbali kuanzia viwanja vya mpira wa miguu, basketball, netball, futsal na michezo mingine mbalimbali, mabwawa ya kuogelea. Tutajenga academy nzuri ya kisasa katika eneo hili. Hiyo ni mipango ya baadaye. Tuendelee kuiombea serikali yetu itekeleze dira yake ya maendeleo ya 2050 ambayo ndani yake na mambo mengi. Ina uchumi mkubwa wa dola za Marekani trilioni 1 ambao utatuwezesha kutekeleza miradi mingi, na inshallah naamini tukifika huko hata Mwanza tutakuwa na uwezo wa kujenga eneo changamani kama lilivyo eneo la Benjamin Mkapa.